Hii imekuwa ni kubwa sana baada ya Davido Adeleke, msanii kutokea Nigeria, kuweza kukomenti katika posti ya Ibra, msanii wa Harmonize. Yani kiuhalisia imeweza kuwa ni moja ya jambo lililoweza kumshtua Davido, kwa sababu kwenye upande wa translation huwa katika lugha ya Tanzania inabadilika na kuwa kwenye lugha ya Kiingereza ukitaka kuangalia translation kutoka kwenye Kiswahili kwenda kwenye Kiingereza. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Davido alivyoweza kuona posti ya Ibra na kuona reaction ya comment nyingi kwa Tanzania, akaweka translation na mwisho siku akagundua alichokizungumza Ibra ni kitendo ambacho bila shaka hata mwenyewe amekielewa baada ya kuangalia translation ambayo ilimpelekea kwenye lugha ya Kiingereza na kutambua nini anachokimaanisha Ibra wa Harmonize, kwa sababu kiuhalisia Davido anamfahamu vizuri Harmonize na ni moja ya mdau wake, licha kama sio mshikaji wake sana kama ilivyokuwa kwa Diamond, lakini Davido anamjua vizuri Harmonize na anajua kwamba Harmonize ana lebo yake na ana msanii wake, japokuwa hawajawahi kuwa na ukaribu na Ibra ama Chinga, lakini jinsi ilivyoweza kuonekana na hata kwenye upande wa comment ambavyo aliweka emoji ya kunungunika ilikuwa ni ishara tosha kwamba Davido hajapendezewa na kitendo cha Harmonize kuweza kumfanyia kijana mdogo ambaye ameishi naye vizuri, na hakuna aliyewahi kuamini kwamba Harmonize anaweza akamfanyia kitu kama hicho Ibra, ambaye kwa sasa yuko kwenye wakati mgumu akikaa na kuwaza tena, huku tayari ameshaweka mpaka akaunti kwa Watanzania na kuwaomba kama kuna mtu atakuwa na chochote kitu, yani iwe 500 iwe 200 iwe ni 1000, basi wamtumie katika akaunti hiyo ambayo anaamini kwamba lengo lake yeye ni kutimiza bilioni 1 ili mradi aweze kuachana na Harmonize. Kiuhalisia aliweza kuzungumza kwa uchungu sana Ibra kwamba yeye katika muziki wake alipokuwa Konde Music Worldwide hajawahi kufika thamani hata shilingi milioni 500, lakini cha ajabu Harmonize mtu aliyemwamini CEO wake na lengo lake anakuambia hataki kuachana na Harmonize vibaya. Kwa hiyo ndo maana ameweka mpaka namba na kuwaomba Watanzania kwamba wamchangie na ili mradi mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini mpaka sasa hivi nikasema kwamba ishara imeshakuwa nzuri, kwa sababu kitendo cha msanii Davido kuweza kumkomentia huenda ikawa ni ishara nzuri kwa yeye pia kuweza kuchangiwa na msanii huyu Davido kutokea Nigeria. Na naweza nikasema kwamba Harmonize kwa hili bwana hata mwenyewe pia siwezi nikamsapoti, amezingua kinoma noma, sio kwa bilioni 1 ya kuweza kumtajia msanii huyu Ibra ambaye hata investment yake imeonekana kuwa ni ya kawaida, promotion yake ya muziki imeonekana kuwa ni ya kawaida katika lebo ya Konde Music Worldwide. Mara nyingi walikuwa wakimzungumzia vibaya kina Harmonize na kunungunika pindi walipoondoka Wasafi na kutarajia shilingi milioni 500, lakini angalia investment ya Wasafi na investment ya Konde, ndo hapo utagundua kwamba watu ni wabaya.